Habari Tanzania, mimi naitwa Dr. Mtimkavu, ni mganga wa kienyeji, yani mganga wa jadi, ambaye niko hapa Mwanza Kisesa kwenye kituo cha makumbusho Bujora. Mimi ni Msukuma na nimezaliwa miaka 55 iliyopita. Katika tiba za asili nilianza mwaka 1987. Nikiwa bado kijana mdogo nikaanza mambo ya tiba asilia. Lakini kumbuka tu kwamba wakati naanza tiba za asili nikiwa kijana mdogo, pia kulikuwa na miongozo ambayo nilikuwa naipata. Kupitia hapo nikajikuta nimeweza kujitanua mpaka kufikia niliko. Sawa. Nikajitanua mpaka nikafika huko niliko. Sasa ningependa tu kuambia Watanzania ama watu wote dunia nzima wafahamu kwamba tiba za asili kwa mtu yoyote ambaye umezianza ni lazima upate watu ambao watakuweka sawa katika hizo tiba, kwa sababu hata ukiishi kwenye kitongoji, kwenye nzengo, huwa kuna wazee. Kwa hiyo wale wazee wangu ambao niko nao karibu wakawa wananifundisha mpaka nikafikia hatua nikafahamu. Kihistoria mimi nimezaliwa kwenye familia ya uganga. Halafu nimekulia kwenye hiyo familia ya uganga. Na katika mapito yangu sikufanikiwa kusoma shule. Isipokuwa tu kwamba nilitoka nyumbani nikaenda sehemu ya uvuvi ziwani, nikaanza uvuvi, na hapo ndipo nikiwa katika shughuli zangu za uvuvi nikajikuta nimeshikwa na mizimu, na hiyo mizimu ikanilazimisha kujenga kando kando ya ziwa Victoria. Hapo ndo shughuli zangu zikaanzia. Sawa. Hiyo mizimu labda tunaweza tusielewe inakuwaje mtu anashikwa na mizimu? Ni kila mtu anaweza akashikwa ama kwa nini ilikuwa ni wewe? Yaani mizimu sio kila mtu anaweza kushikwa nayo, isipokuwa tu kwamba mizimu ni mtu aliyechaguliwa. Mizimu inachagua mtu. Mizimu haiendi kwa kila mtu, mtu anachaguliwa. Na mimi kwa sababu walinichagua, wakaona ninawafaa, hasa kutokana na tabia na mwenendo wa maisha yangu kwa ujumla, na kwamba mimi toka hicho kipindi nilikuwa napenda, nikiwa mdogo nilikuwa napenda sana mambo ya utamaduni, mambo ya dawa. Unajua kule machungoni unajifunza dawa za aina mbalimbali, lakini machungoni kule wakati unachunga ng'ombe kuna kutega ndege, kuna kushika panzi. Hivyo vyote ni vitu ambavyo ni vya kiutamaduni sana. Ukisema watoto wa mjini walio wengi hawajawahi kushika panzi. Sasa kwa sisi ambao tulikulia kwenye kushika panzi, tunaambiwa hii panzi kazi yake huwa ni hivi, hii huwa inafanya hivi. Kwa hiyo mara nyingi unakuta mambo ya panzi na nini ndege, unaambiwa hii ndege ukibanika, ukifanya hivi inatengeneza dawa fulani. Hapo ndipo kwenda kujua mambo ya dawa. Sasa mizimu ni kitu ambacho kinakuingia kwenye akili yako. Kwanza unapoteza fahamu, halafu unaweza ukajikuta ni kama mtu amepagawa. Inakufanya yani uzungumze vitu usivyovijua wewe. Halafu baadaye wale walikuwa wanakusikiliza pembeni watakwambia kwamba hiki kilichokuwa kinatakiwa hiki na hiki. Hata nilipoendelea kufuatilia ndipo niliendelea kuwa nikielekezwa. Wakati mwingine sasa mizimu inanishika nikiwa peke yangu, kwa hiyo nakuwa sielewi chochote. Lakini baadaye inanirudia katika njozi. Unaota na asubuhi ukiota hiyo ndoto unaamka ukijua kabisa ndoto. Kwa hiyo unaona kumbe mizimu yangu inataka hivi, kwa hiyo unafuatilia. Lakini nje ya hapo kuna watu ambao sasa wasamaria wema ambao walinitafutia watu wa kunirekebishia mizimu yangu. Wazazi walishiriki, lakini kuna wazee walionirekebishia mizimu. Wazee wa zamani walikuwepo, waganga wakubwa. Kulikuwa na mzee Kapaya Ngaka, kulikuwa na sehemu inaitwa Buyaga Msukuma, kulikuwa na mwana Madudu, kulikuwa na mzee anaitwa Burunguti. Hawa wazee ndio walinitengeneza nikawa nimeiva zaidi. Lakini nilipotoka kule ziwani nilikuja hapa Bujora nilipo sasa hivi. Nilipofika hapa nikakutana na mzee mmoja alikuwa mganga sana. Alikuwa anaitwa mzee James Sombi. Kipindi hicho na umri gani? Nilikuwa na miaka kama 23 sasa.
Mzee Sombi aliniendeleza sana, kwa sababu sehemu yetu ya Bujora ni sehemu iliyokuwa inasadikika kwamba baada ya Gambosh ndio kukawa na sehemu ya makumbusho ya Kisukuma Bujora. Sasa hapa makumbusho, uchawi ulikuwa mwingi sana kipindi hicho. Kuna mabibi walikuwa wanaitwa kina Mwana Malaba, ilikuwa hatari sana. Kina Mwana Mashenene ilikuwa hatari. Na mimi nilichokifanya ili nifahamu dawa, mimi nilitumia njia zifuatazo. Mganga yoyote ambaye pia hajapita kwenye uchawi, ambaye hajafundishwa uchawi, uganga wake haujakamilika. Kwa mimi nilishika urafiki wala kina bibi, tukawa tunajifunza uchawi. Wakati ule wa usiku ilikuwa ni mazoezi ya kuruka na ungo. Unaona, wakati huo ilikuwa ni mazoezi pia ya kutumia mapembe. Unatumia pembe kama simu. Unaweza kutumia pembe kama simu. Hiyo inatumika kuwasiliana na wachawi wengine wa sehemu tofauti tofauti. Kwa hiyo nilijifunza mambo mengi na mamiujiza mazito, kwa sababu ilikuwa ni rahisi. Wakati mwingine mnakwenda kutembelea miji fulani, mnasema hawa hatuwarogi ila tunawachezea tu. Kwa wakati mwingine unabebeshwa watoto mgongoni. Unaona? Mpaka wanasema kama kwa mfano mimi ningekuwa binti au mwanamke, niseme kwa mfano mimi nimeajiriwa kwenye mji fulani, nikaajiriwa kuwa mfanyakazi wa ndani, kazi zilikuwa zinanichosha, kwa sababu ni rahisi tu kumwamsha mtu, nikamfanyisha kazi. Unaona? Kwa hayo nilijifunza mambo mengi sana, ambayo kiuhalisia ni kwamba ukishajifunza hivyo vitu ni lazima uwe na moyo mpana sana, na uwe na moyo wa kusaidia tu watu, kwa sababu mimi mpaka sasa hivi niseme tu kweli, uganga umeniweka vizuri sana. Nikiwa na kazi yangu, kwa mfano nina shamba langu nataka kulima, hata sihangaiki, siwezi kusema niweke vibarua, hapana. Wana kijiji ama kijiji chochote nitakachokuwa nimeenda, kama kuna shamba langu ama kuna shamba nimepewa kibarua cha kulima, mimi wanaamsha kijiji kizima. Yaani awe mtendaji, awe polisi, awe nani, wataamka siku hiyo, watalima usiku kwa usiku. Asubuhi wanaamka, ukiangalia miguu wamechafuka, miguu imechafuka, ili wajue kabisa kwamba kulikuwa na mwanaume amekuja hapa na yuko kazini. Kwa sababu ukifuata mambo ya zamani utaona kulikuwa na wazee wakina Mwana Marondi walikuwepo, walikuwa wanafanya miujiza. Kulikuwa na wakina Gendonke walikuwa wanafanya miujiza. Na mimi siku moja natamani nionyeshe miujiza yangu watu waione. Sasa ndio hivyo, sasa kama hivyo kwamba mimi nataka kulima, naamsha kijiji kizima kinanilimia. Nikihitaji nyama, nahitaji labda mboga buchani, siwezi kwenda kumbembeleza mtu. Kikawaida mimi na familia kubwa, kwa hiyo kusema ununue, kwa kununua tu mboga haitoshi. Mara nyingi nafanya kitu kimoja, kwamba naweza nikaenda buchani nikaomba wenye bucha, jamani nanunua kilo 2, lakini na nyinyi mtanipa kilo 1. Hawataki hivyo. Mimi nitakachokifanya, nitajikatia nyama, kwa sababu wakati anakata yule mkataji wa nyama, huo ndio uchawi sasa, kwamba ukifanya wakati nyama inakatwa, ndio unasikiaga kuna kitu watu wanasema chuma ulete. Wakati nyama inakatwa na wewe unakuepo pale pembeni unakata, isipokuwa kwa sababu umempiga kiini macho, yeye anakuwa anakuona huko dirishani umesimama kwa nje, lakini kumbe mko naye pale unakata nyama. Kwa hiyo nimeendeleza uganga wangu, na mpaka sasa hivi mimi nafanya uganga wa jadi, na nasaidia watu wengi, wale ambao wanataka utafutaji na wale ambao wako kwa ajili ya kutaka kupata vipato vyao viende. Kuna watu wa biashara, kuna watu wa nini, ili vipato vyao viinuke. Mara nyingi ninafanya hizi kazi. Kuna dawa ambazo ninawapa, zinakwenda zinawasaidia, na baadaye wanaleta shukrani. Sawa, unasema kuna dawa ambazo unampa mtu anapata hicho kitu. Ndio. Wewe unajuaje kama hiyo dawa inaweza kumsaidia? Dawa ni historia. Dawa ni kitu ambacho kimeanza zamani. Kwa hivyo unapofundishwa kukitengeneza, huwa ukiongeza ujanja wako au kitu chochote, yani viungo vyako utaongeza wewe kama wewe. Lakini dawa zilikuwepo toka zamani. Zilikuwa zinafanya toka zamani. Na mimi wakati naingia kwenye uganga nilikuta historia kwamba hata kabla ya hospitali ilikuwa ni mitishamba. Na ndio maana nakumbuka kipindi cha corona, Tanzania hatukukimbia. Tanzania hatukuwekana karantini. Kwa nini?
ambao tuliutoa sisi. Kwa mfano sisi tulikutana na waganga, jopo la waganga tulikutana na tulichagua na waganga wakubwa, sio waganga wa kawaida, hapana. Unajua kuna waganga wa kawaida ambao bado hawajakoma, halafu tupo sisi wakongwe ambao tumeanza zamani 87 mpaka leo, ni muda mrefu sana. Tukatoa maoni kwa Mheshimiwa Rais, wakati alikuwa Mheshimiwa Magufuli. Tukamwambia mheshimiwa, mimi nilisema mheshimiwa, kwa ninachokifahamu, kama Tanzania tutasikilizana, hatutateteleshwa na ugonjwa, tujifukize. Na rais akatangaza, tukajifukiza. Kwa hiyo utaona hiyo tu peke yake inatosha kuonyesha Watanzania kwamba dawa za asili zinafanya kazi zikitengenezwa vilivyo, zikichanganywa vilivyo. Kwa mfano dawa ya biashara. Dawa ya biashara inachanganywa vitu 40. Hata ungechukua mti gani, miti ya biashara, kuna mti unaitwa mkurungu ambao unachanwa pia mbao, lakini kuna mti unaitwa kasela, kuna miti kama sonala. Hiyo ni miti ambayo inaweza kuwa ni miti ya mvuto. Miti iko mingi. Sasa ina depend, sasa inategemea umechanganyaje dawa yako. Ukichanganya dawa inafanya kazi vizuri. Kwa mfano ukichukua kasela ukachanganya moyo wa nyamela, nyama inaitwa nyamela, huwa inaitwa kalungu bale kwa lugha ya Kisukuma. Halafu kuna kisenami, kuna kafunza fulani kanatembeaga na kana mzigo wa kuni. Ukikagusa kanajificha kwenye ule mzigo. Unaona? Kuna ndege anaitwa nyamasere, ndege anayekaa kwenye bati anapiga kelele na mistari mieupe na mieusi. Halafu kuna kiota cha ndege ambao unaitwa nzogomera. Yaani unakuta kuna ndege wa njano na mweusi kichwani lakini ni wa njano. Sasa ukiwakuta kwenye kiota kile wanagombania maana yake wagombanie biashara, wateja pale. Lazima vitu kama hivyo. Lakini kuna kamba ya mtu aliyezama kwenye maji inaitwa ngweshi. Unaona? Hivyo vitu vyote ukivichanganya na mlango wa gereza. Gereza linafunguliwa asubuhi, mchana na jioni, Jumapili mpaka Jumatatu, tarehe 1 mpaka tarehe 30. Mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 12. Kwa hiyo gereza halijawahi kujifunga moja kwa moja. Kwa hiyo hivyo vitu vyote ukichanganya unapata dawa ya biashara. Na ndio maana nikimpa mtu dawa yangu mara nyingi anakwenda kufanikiwa. Sasa katika simulizi hizi ambazo ninazitoa za maisha yangu, kuna watu ambao wangetamani kuwa na maisha kama yangu. Wangetamani kuwa na maisha mazuri kama ya watu wengine ambao pia wamepita kwenye mikono yetu sisi waganga. Mimi ningependa tu niwaambie watu kwamba ukitaka kitu sio na haraka. Kwa mfano unataka uganga, unataka kuwa mganga, usiwe na haraka. Ukiwa na haraka ndio utafanya vitu ambavyo havifanikiwi. Lakini ukienda taratibu, ukajifunza mpaka ukaelewa kabisa, utafanya vile vitu ambavyo vinatakiwa na vitu ambavyo vinaleta mafanikio. Sawa, tumeona kuna waganga wengi sana ambao wanafahamika lakini pia wanafanya kazi na wanasemwa kuwa ni matapeli. Sasa wewe hilo unaweza ukalisemea vipi? Hao wapo wengi sana. Wapo wengi mno. Na mimi nitakupa mfano. Kuna watu, ndugu mwandishi wa habari, kuna watu wanacheza na akili za watu. Mradi wanajua Kiswahili. Na wameshajua kwamba Watanzania wengi sasa hivi wana shida na pesa. Kwa hiyo kuna watu wanacheza nao. Mimi nataka niwaambie hata wanaotafuta mafanikio ni lazima wawe makini. Jambo la kwanza, ufike nyumbani kwa mganga mwenyewe. Yaani ujue carry-over yake, kwamba huyu mtu yuko wapi, anwani yake ikoje. Pili, peleleza kwenye kijiji chake, majirani wanamfahamuje. Maana kuna mganga unaenda kwake hana hata wateja, yuko yeye na mke wake. Sasa wewe unataka dawa. Tufanye mfano, kuna mwanamuziki mmoja aliimba akasema ameenda kwa mganga, akafika pale akakuta mganga mke wake alishamkimbia. Halafu na yeye anataka apewe dawa ya kumrudisha mke wake. Yaani mke wako amekimbia, halafu naenda kwa mganga, unakwenda kumwambia mganga nirudishie mke wangu, wakati yule mganga mwenyewe alishakimbiwa na mke. Hiyo haiwezekani. Kwa nini hajamleta kwanza wa kwake? Sasa kuna watu wanacheza nao. Kuna watu nimeona nikiingia kwenye simu naona kuna watu wanacheza na watu. Mtu anakuambia chukua mchele huu utakutoa mikosi, mchele huu unapendwa na kila mtu, mchele huu kioga sijui utafanikiwa nini. Unajiuliza, mchele si ulikuwepo toka zamani? Kama mchele ni dawa,
challenge chakula tu. Kama ni dawa, si wengi wangeshatajirika. Watu waache mzaha, watu wasifikiri kila mtu ni mganga. Niseme mfano, ukiona wanajeshi wazungu wanazunguka Tanzania, sio wote ni mapadiri, kuna wengine ni wanajeshi. Sawa. Ni pale kuna kitu ambacho ulikuwa umekitoa kama rai kwa serikali kwamba kuna uwezekano wa waganga wakipewa nafasi wakafanya vitu vikubwa sana kwenye nchi. Labda hilo pia unaweza ukalifafanua zaidi hii tufahamu, inawezekana ikawa kuna yani kama kwa mfano watu wanaoshughulika na sisi, Wizara ya Afya wanaoshughulika na sisi wangepata nafasi ya kuzungumza na watu kama sisi ambao tumefanya kazi ya uganga kwa muda mrefu na tukawaelewesha, tukawapa miongozo, wakamfikishia Mheshimiwa Rais, kuna sehemu Tanzania singepata shida. Kwa mfano, nchi hii ina vitu vingi, ina ujenzi wa mabarabara, ujenzi wa madarasa, ina huduma za shule za upande wa elimu, kuna fedha zinatakiwa, kuna uchapishaji wa vitabu, kuna Tanzania wanahitaji huduma nyingi sana. Sasa wanahitaji pesa. Lakini pesa hii imo kwa Watanzania wenyewe. Nchi yetu sio maskini hata kidogo. Mimi napenda kusema kila siku. Nasema kila siku. Donald Trump anaposema amezuia misaada ya kuleta dawa za ukimwi na nini, anatufundisha Watanzania kuwa na akili. Kwa sababu sio kwamba hata dawa za ukimwi hazipo. Kuna watu wanaweza kufanya utafiti mpaka dawa za ukimwi zikapatikana kutokana na miti yetu. Nchi yetu ikiwekeza kwenye upande wa waganga, ikawachukua waganga, ikazungumza nao vizuri, tukaonyesha kila mganga kaleta dawa yake anayojua ni nzuri, tukatengenezwa mahospitali au mahospitali tulionayo zikawekwa dawa za asili. Kwa mfano mimi hapa na dawa ya vidonda vya tumbo. Serikali tu niambie kwamba inaniwezesha kunipa kiasi hata cha milioni tu 100 ya Kitanzania, ili mimi hiyo milioni 100 ni ajiri watu wachume hizo dawa zisagwe. Yani nipe tu milioni 100, nitengene budget ya milioni 100, halafu zitengenezwe dawa zake. Hizo dawa nitakazozitengeneza za milioni 100 niwe mzalendo, nimwombe Mungu anisaidie nisio na katamaa, nitengeneze dawa za milioni 100, halafu nikabidhi serikali kwamba hizi dawa zimegharimu milioni 100, nimepaki, nimemaliza na kupaki na kila kitu. Hizo dawa haziwezi kauza chini ya milioni 500. Dawa ya vidonda vya tumbo nimeitoa nikasema, kwa sababu inatibu vidonda vya tumbo na inatibu mpaka pressure na inatibu ile miguu ya kuwaka moto imevimba. Hakuna miguu ya kuwaka moto bila vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo vinasambaza sumu, na ile sumu ikishasambaa mwilini, ndio hapo unapokuta mtu miguu inawaka moto, mtu anapata pressure. Tuseme tuwatibu. Kwani wagonjwa wa vidonda vya tumbo wako wangapi Tanzania? Wagonjwa wa pressure wako wangapi? Sisi waganga wa jadi hatuna mitaji, tuko chini. Mheshimiwa Rais angeliona hili, kwa hii miaka 5 angepata sifa kubwa sana, miaka 5 ijayo. Na nitaomba watu wa Global mrudi tena siku moja niweze kuwaonyesha kwamba mimi na uwezo mkubwa. Nitapenda Watanzania waone utabiri nitakaofanya, kuona ni chama gani kitashinda kwenye uchaguzi ujao. Lakini nataka kuonyesha kwa vitendo, sio kwa kusema tu. Unajua mtu mwingine anasema nimeoteshwa na Mungu, nimeota mizimu yangu. Hapana, nataka tufanye mtihani. Tutafanya kitu, tukishafanya hicho kitu kionyeshe wazi, kionyeshe live kwamba bwana, kionyeshe live kwamba ni nini chama gani kinashinda. Sawa. Swali lako la msingi, Tanzania ikae na Mheshimiwa Rais aunde tume. Asilete watu wale watu wa Baraza la Tiba Asilia. Watuulize sisi, tuchague watu wa kukaa nao, tuzungumze nao, tuiongoze serikali hii. Serikali inapoteza mapato mengi sana kwenye tiba asilia. Kuna Watanzania wengi wanaamini dawa za asili zikiwekwa kwenye mahospitali, watu watalipa hela nyingi na dawa zinafanya kazi. Zipo dawa zinafanya kazi. Tukiacha tu baniana, serikali iseme sasa hivi tutengeneze dawa. Au mtu mmoja ajitokeze tu mwenye mahela yake aje tutengeneze hospitali na mimi, aone hela zinavyoingia. Kwanza wachukue mfano tu. Chukue mfano. Wataalamu wanaojitangaza kwenye ma TV, unafikiri wanaingiza shilingi ngapi?
Kwa sababu mimi peke yangu, niseme mimi peke yangu, nikisema nimejitangaza kwenye TV, nikajitangaza kwenye TV na watu wakanielewa vizuri, kwa mwaka nina uwezo wa kulipa milioni 40 mapato peke yangu mimi. Sasa tuseme waganga 40, kati ya waganga milioni 6 wa Tanzania, tuko jumla ya milioni 6 na laki 3 na something. Sasa tuchukue waganga 40, hawa waganga walipe milioni 40. Twende tukifika waganga 100. Sasa waganga 100 tulipe milioni 40. Si karibu bilioni 4. Sasa bilioni 4, niambie, bilioni 4 ikielekezwa kwenye elimu, si mwaka mzima mambo yanaenda. Kwa hiyo rais alione hili. Mimi niko tayari kuisaidia Tanzania. Niko tayari sana. Sipo tayari kufanya kwa maslahi yangu peke yangu. Mimi nilichokifanya kwenye dunia hii na kwenye maisha haya, kuna vitu vingi nimevipata. Nimeenjoy sana. Nimetembea nchi nyingi mno. Huko Amerika, huko Ulaya, huko India, huko Uarabuni, Afrika yetu nimezurura mno. Hakuna shirika la ndege ya kifahari sijapanda. Na mimi uzuri wangu hata kwenye ndege wakati mwingine silipaki. Najigeuza tu na kwa nzi, unaingia kwenye ndege, unanyoka, ukifika Dar es Salaam maisha yanaendelea. Unaona? Vitu kama hivyo. Unajua waganga feki sasa hivi ni wengi. Lakini ili mganga akamilike anapaswa kupitia mitihani migumu sana. Kwa mfano mimi nimepitia, ili nifikie kabisa kujua dawa za maana na za uhakika na miujiza na vitu mbalimbali, ni lazima ukutane na watu walioko chini ya ardhi hii. Kwa mfano mimi nimewahi kukaa Ziwa Tanganyika. Nitembea siku 6, nitembea ndani ya maji, lakini pia nikakutana na mikutano ya wazee. Yaani vikao vitatu. Kikao cha kwanza nikiwa na njaa kabisa, nikapewa kiazi cha moto cha kuchoma pamoja na kikombe cha maziwa nikatumia. Lakini kikao cha pili ni cha wazee, kilichokwenda sasa kwenda kunicheki kama kweli ninaweza kuja kuhimili kuweza kukana miujiza nilionayo. Na kikao cha tatu, baada ya kujadiliwa na kikao cha pili, kikao cha tatu sasa kinakwenda kukuchanja na kukulaza ili uamke, zile chale zimeshapotea, uweze kuruhusiwa kuja duniani. Kwa hiyo ni chini ya maji, chini ya bahari, ambapo unakwenda kukutana na mashetani wanaokaa pale. Wale ndio wanaokupa sasa kazi. Acha huu uganga wetu wa juu wa kujua huko tu dunia, hujawahi kukutana na vitu. Hiyo ndio ilikuwa ngumu zaidi kwangu, kwa sababu sikujua kama nitarudi duniani. Na hata wakati nilienda nikiwa nimeshajilipua, nimejitoa mwanga. Sema wacha niende. Nikirudi nirudi, nisiporudi basi. Nani alikupeleka? Nilielekezwa, kwa sababu upelekwi. Kama mimi hivi sasa hivi nikitaka mtu aende huko na muelekeza. Sasa hivi bahati nzuri hawaendi Ziwa Victoria, hawaendi Ziwa Nyasa wala Ziwa Tanganyika. Ni Ziwa Victoria tu hapa. Kuna ile sehemu ambayo meli ilizamia. Pale ukienda kuna watu wanaishi. Kuna watu wanaishi tena vizuri kabisa. Nao kuna dunia ya watu wanaishi. Tena utashangaa. Kuna watu mpaka wanaongea Kiswahili. Utashangaa, wana mabwawa ya samaki, utashangaa. Kuna vitu vingi ambavyo mara nyingi sisi lazima tuende kuhiji. Sasa kuna wakati ambao mimi huwa nakwenda kuhiji. Kwa sasa hivi siwezi kumpeleka mtu Ziwa Tanganyika. Mimi nilipelekwa na mzee mmoja alikuwa anaitwa Chombo Kutotomia. Alikuwa mzee balaa sana pale Sumbawanga. Alikuwa anakaa Sumbawanga yenyeji kule Majengo. Huyo mzee alikuwa ni balaa. Ukifika ukiuliza Chombo Kutotomia, yani Chombo Kutotomia Kiswahili chake ni chungu kinatokota. Unaona? Na huyo ndiye alinifundisha hii kuamsha watu wakulimie. Unaweza ukageuka ukawa kama kimondo, ukapita kama nyota inayopitaje na kimbia ile. Kwa hiyo ni miujiza ambayo alinifundisha huyo mzee. Kwa hiyo ili watu waweze, wanatakiwa sasa kwenda kusimikwa kiukweli. Na ndio maana hata sasa hivi katika utafutaji mimi nina mitihani. Mitihani yangu mimi naanzia mtu kumpa akiwa chini mpaka kumfikisha sehemu ikifikia sehemu kwamba nataka utajiri kabisa, nampeleka. Nikishampeleka kule awe mvumilivu na akubali kwenda. Kwa sababu kuingia kule ni kama vile unadanganya. Unadumbukia, unakwenda na mtumbu, shafika lile eneo unadumbukia. Ukidumbukia huroani wala nini, na unaenda mpaka unakutana na wale watu.
Lakini tukishafika kule mimi namkabidhi kwamba nimewaletea mtu wetu, anataka utajiri, anataka nini. Ndio vijana wengi unaona, kuna vijana kama kina Kevin yule wa Bukoba, hao wamepata wananunua madege ni kwa sababu hiyo. Wapo matajiri wengi tu. Wapo rafiki zetu wengine ni wabunge. Ukisikiliza siwezi kuwataja majina, lakini ni wasemaji sana mabungeni, lakini wanamiliki mpaka ndege, sio mchezo. Unaona? Kuna vijana wengi sana wamefanikiwa. Leo hii wanaendesha magari makali na nini wanatembea na misafara. Hawa vijana wamefanikiwa kwa sababu ya kujitoa. Anajitolea yeye mwenyewe, anajitoa mhanga na kwenda kuingia kule mpaka anakwenda kukutana pale na anapewa masharti. Sisi kazi yetu ni connection. Mimi naanza na yeye kumwagua, alafu baadaye ndo namtengenezea connection na anaingia.